Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Moja litakuwa swali, lakini la pili litakuwa maombi. Swali la kwanza, bwawa la Katubuka linazidi kuwatea madhara makubwa sana wananchi wa kata ya Katubuka, na tayari kulikuwa na mkandarasi pale anaendelea na kazi ya kutoa maji yale kwa kutengeneza mtaro mkubwa ambao ulikuwa unapeleka maji ziwa Tanganyika. Sasa hivi ameondoa vifaa katika eneo la site. Serikali ina mpango gani wa kumlipa yule mkandarasi ili aweze kumaliza kazi ya kuondoa yale maji na kuwaacha wananchi katika makazi yao wakiwa na amani? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza nikubaliane na Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa Kigoma mjini, kwamba bwawa la Katubuka ambalo limekuwa likisababisha mafuriko ya mara kwa mara kwa wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, serikali inatambua kwamba kuna changamoto hiyo, na ndio maana ilishapeleka mkandarasi pale na tumeshafanya addendum kwenye mkataba kuhakikisha kwamba mkandarasi analiingiza swala la ujenzi wa mfereji mkubwa wa kutoa maji kwenye maeneo hayo yanayosababishwa na mafuriko ya bwawa la Katubuka kupeleka ziwa Tanganyika. Kwa naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tayari tuko hatua za mwisho za kufanya malipo kwa mkandarasi ili arejee aendelee na ujenzi na hatimaye kuondoa kero hiyo ya mafuriko ya mara kwa mara kwa wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Kuna bwawa linaitwa Katubuka. Hili bwawa liko miaka yote tangu tumezaliwa, halikuwahi kufurumia kiasi kile, lakini wataalamu wetu walitengeneza mitaro wakaelekeza maji yote ya mji kwenye hilo bwawa. Sasa hivi limebadilika, limekuwa ni bwawa ambalo linaleta mafuriko kwenye mji wetu wa Kigoma. Sasa kuna mtu alikuja kutudanganya, sijui alisema ni uongo au ni ukweli, akasema Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza bilioni 4 kwa ajili ya kwenda kutengeneza mtaro wa kuyatoa maji pale Katubuka, na tukamwona mkandarasi anaanza kazi, na mimi nikaenda kuitisha mkutano nikasema mnaoiona kazi ya mama. Baada ya mwezi mmoja na nusu mkandarasi ametoa vifaa vyote, anasema hana hela. Nikamuuliza shida ni nini, akaniambia pesa nilizokuwa nazitumia kujenga hapa ni pesa ambazo nilipewa kwa ajili ya barabara ya kutoka Katonga kwenda Ujiji. Sasa barabara ile inatakiwa kuisha na hapa siwezi kuendelea kwa sababu hela za huu mtaro sijapewa. Mzee wangu Shemdoe, nisaidie. Na mimi ni mmoja kati ya mashabiki wako na kukubali, unatusikiliza, tunakuheshimu, unatuheshimu, na hata 2030 ukichukua fomu yoyote tuko nyuma yako mzee wangu. Asante.